Naam, mtazamaji wa Erasmi TV, jina langu ni Alex Lubuva na leo tumebahatika kufika hapa Arusha ambapo tumekutana na mzee wetu hapa ambaye kwa sasa ni mchungaji na mtumishi wa Mungu, lakini hapo awali alishakuwa pilot na katika kazi yake ya pilot, na baadaye sasa hivi ni mchungaji na anahusika katika malezi ya watoto katika mazingira magumu ya rohoni. Hapo awali kama nilivyokutambulisha kwamba alishawahi kuwa pilot na kwa sasa ni mtumishi wa Mungu. Tumefika hapa angalau tunataka tupate historia kidogo katika maisha yake ya nyuma hadi sasa alipofikia. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Labda kwa watazamaji wetu wanatamani kujua majina yako. Ninaitwa James Lema Nko. Okay, bila shaka kwa sasa watu wanatamani kujua hapo awali ulishawahi kuwa pilot na tunatamani kujua historia yako fupi katika kazi yako hiyo ya upilot kabla hatujafikia kwa sasa ambapo ni mchungaji. Kwa kweli tuanze mwanzo kabisa. Nilizaliwa katika nyumba ya kipagani, maana kwamba walikuwa baba yangu na mama yangu walikuwa hawana dini yoyote, na nilikulia katika mazingira hayo, na sisi tulikuwa, yani baba yangu shamba lake tuseme lilikuwa ndio jirani wa kanisa, lakini katika kile kijiji sisi ndio tulikuwa ni majirani wa kanisa lakini wapagani. Nikizungumza jirani maana yangu ni kwamba ni robo kilomita, tuseme ni karibu robo maili kutoka nyumbani kufika kanisani, lakini tulikuwa ni wapagani kabisa. Kwa maana hiyo unaposema mpagani ni kwamba hamkuwahi kwenda kanisani wala nyumba yoyote ya dini? Hatukuwa na nyumba yoyote hatukwenda kwenye nyumba yoyote ya ibada, na kanisa lililokuwa karibu hilo sana sana. Okay, tulifikia mahali wakati nilianza kwenda sasa, nilipochukuliwa na watoto wa majirani wakati wa bado mdogo sana, miaka kama 6, 5 hivi, wakawa wanachukua kwenda kwenye hilo kanisa. Okay, sawa. Labda katika historia yako fupi ya elimu yako hadi ukaja ukafikia katika kazi hiyo ya kuendesha ndege. Hatuwezi kutenganisha hiyo na sehemu niliyokuwa naisema. Ni kwamba baada ya kusikia habari za Mungu nikazipenda katika ule umri mdogo, niliposikia katika hilo kanisa halikuwa linahubiri wokovu, lakini sana sana alikuwa anahubiri kama kawaida habari za mbinguni, motoni, Mungu, shetani, malaika, na kwamba tunahitaji kwenda kule, lakini kuelekeza jinsi ya kuwa na uhusiano na Mungu havikuwa kwa kanisa lile kwa wakati ule. Baadaye nikaja kupata miaka kama 11 baadaye ndio nikapata kusikia habari za wokovu, nikampenda Yesu na nikaokoka. Nilipookoka sasa, nimeacha kusema kidogo huko nyuma kwamba sisi kwa vile tulikuwa ndio tumehamia kile kijiji siku za karibuni, tulikuwa ndio wageni tuseme sehemu ile. Baba yangu alikuwa hana shamba chake kilikuwa kidogo, hana uwezo mkubwa, ni anakata nyasi msituni kuja kuwezekea wenzake nyumba. Ndio njia aliyokuwa anafanyia maisha yake. Hata mahali pa kuishi watoto na mke wake, watoto wawili na mke wake, ilikuwa ni pa kuazima kwa wengine. Lakini baada ya kuokoka sasa, tuende miaka 11 baadaye, nimekuja kusikia habari za wokovu, nikaokoka. Kabla ya hapo niliingia kwenye lile kanisa nikawa mshirika kwa muda, lakini baada ya kuokoka sasa nimempata Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hapo ndipo nilipopata nafasi ya kupata scholarship ya kwenda kuendesha ndege. Si kwa sababu nilikuwa nawaza ndege, lakini wale wazazi waliokuwa wanakuja kumsalimia bibi yangu, wale ndugu zake baba waliokuwa wanakuja kumsalimia bibi yangu ambaye ni kama mama yao, wakasema, unajua baba yako anapokushawishi kwamba usiendelee na huo wokovu, uachane na wokovu, urudi kwenye dini yako, ni kwamba baba ana akili sana, yeye kama angesoma angeendesha ndege. Wakati huo baba hakuwahi kusoma wala kuandika. Kwa hiyo pale kusema hivyo, nafikiri mbinguni Mungu akatuma malaika akaandikisha scholarship yangu ya kwenda kusoma ndege. Wakati huo sijafikiria chochote kuhusu kuendesha ndege. Kama umewahi kuniona katika video za nyuma, labda si mara nyingi wananiweka stature kamili, lakini kimo changu sio kikubwa. Mimi ni watoto wa miaka 11, 10 nalingana nao urefu.
Sasa ule ni urefu ambao ni mdogo sana kwa kuweza kuendesha ndege. Ndege ambazo nimeendesha zinazidi hata aina 20 ya ndege, na ziko tofauti. Zingine mpaka ilikuwa inabidi nikalie mto ili niweze kuona mbele vizuri, nisije nikafanya ajali. Kwa hiyo kukuambia kwamba haidhuru imetokeaje, basi niliposikia hivyo mimi hilo neno nikalisahau kwa muda. Nilikuja kulikumbuka miaka mingi baadaye kwamba wale kina mama walikuwa wamesema baba alikuwa na akili sana, kama angesoma angeendesha ndege. Nikajikuta mimi ninaendesha ndege. Sasa ilikuwaje kuendesha ndege? Wakati nimemaliza JKT form 6, nimemaliza form 6 niko JKT, ndipo tukapata mimi na mwenzangu tuliokuwa tunafanya kazi zetu za JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, tukaokota kipande cha gazeti ambalo linatangaza nafasi za wanafunzi marubani kule Soroti, Uganda. Sasa mwenzangu akaniambia, bwana wewe unazo qualifications, apply au peleka anwani yako ili waweze kukuita. Na mimi nikamwambia mimi sina haja, sijawahi kuwaza wala ili halipo katika moyo wangu. Lakini baadaye kwa kusisitiza nikamwambia haya basi kukuridhisha, nika apply, na kweli haikuchukua muda nikawa nimeitwa kwenda kwenye usaili huo, na nikapita test zote nikapita, na ndio tukaenda Soroti kwenda kusoma kuendesha ndege. Kwamba baba yangu alikuwa hana uwezo ambao hata kama ningekuwa nataka kuendesha ndege mimi milioni 120 kwa pesa ya sasa hivi, kama nilivyosema kwamba tulikuwa wageni katika ile eneo, baba yangu alikuwa ni maskini sana, asingeweza kupata hizo milioni 120 za kunifundisha, za kunipeleka chuo na kuweza kunifikisha mahali pa level niliyofikia sasa hivi. Kwa hiyo ndio nasema kwamba ile scholarship ilipopatikana sikuhitaji kubeba kitu chochote kwenda nacho shuleni kutoka nyumbani. Kila kitu nilikuwa nalipiwa nauli, ita kitu chochote unachoweza kusema. Kwa hiyo Mungu akawa amenipatia ile scholarship. Ndio nasemaga, naambiaga watu kifika mbinguni nitamwomba Mungu nijue ni kweli uliniandikia scholarship ya kwenda Soroti kujifunza kuendesha ndege, kuthibitishia watu ya kwamba huyu mtu anayo akili ya kutosha, sio kwamba ni mjinga, kwamba ameanza kuamua kumgeukia Mungu. Na ninashukuru Mungu, nilipata fursa mara nyingi sana ya kurusha ndege na kupita maeneo ya nyumbani, na kila mtu akawa anasema yule ni yule mtoto wa fulani, yule mtoto wa fulani. Na wakati ule nilipigwa sana, mpaka alikuwa anataka kunipeleka mahakamani kwenda kunifuta kwamba mimi sio mtoto wake, na kawa ananipandisha mlimani kwenda anipige usiku kucha mpaka kesho yake awe uhai utakaobaki ndo apeleke mahakamani kufuta, au barazani tunavyoita sisi kule vijijini, kupeleka barazani nikafutwe kwamba mimi sio mtoto wake. Lakini namshukuru Mungu, hiyo episode ikapita, na ukafika wakati baadaye ambapo baba aliona kwamba kumbe ilikuwa ni vizuri huyu mtoto alivyookoka ndo amegeuka kuwa mzuri kuliko kama angebaki. Maana wale wenzangu waliobaki jijini walionekana tabia zao kulinganisha na mimi. Kwa hiyo mpaka baba alitubu ya kwamba sasa kwamba nimempokea Yesu nikiwa mtoto wa shule. Nilikuwa mtoto wa sekondari miaka 17 tu. Kwa hiyo nilipokuwa sasa nimefikia wakati najitambua vizuri, sasa ndio nimeipenda huduma ya watoto, kwamba niwahubiri watoto, niwafundishe watoto wamjue Mungu, waende mbinguni. Na nikagundua kwamba si afadhali mtoto unamhubiri kakiwa na miaka michache, muda wote unabaki katika Mungu. Kuna usemi ambao shetani anao siku hizi katika kambi yake, anasema wakamate wakiwa wachanga au wakiwa wadogo, catch them young. Sasa kwa hiyo anajitahidi kukamata watoto wakiwa wadogo, ili miaka yote 60 au 50 au 40, maana shetani hakupi uhai mrefu katika muda huo, lakini autumie katika kufanya uovu na kumchukiza Mungu. Lakini heri mtoto ambaye mimi natamani kuwaona watoto wakimgeukia Mungu katika umri mdogo, miaka 8, miaka 7, miaka 5, ikiwezekana hata miaka 4, amgeukie Mungu, awe na hiyo miaka 50, miaka 60, miaka 70 akimtumikia Mungu, ufalme wa Mungu wetu uweze kujengwa. Okay, sawa. Labda katika hatua yako ile ulikuwa umefikia, sasa umeshapata scholarship, umeshafanikisha, Mungu amekujalia, umeshakuwa pilot na umethibitisha, umepata vyeti tayari, umeshakuwa dereva. Labda ruti zako za kuendesha ndege zilikuwa ni za wapi kwenda wapi kwenda wapi? Nimepata leseni yangu ya kuendesha ndege nilitoka mwaka 77 mwishoni, tuseme 78. Nilikuwa kule shuleni kwa miaka miwili, 76, 77. 78 nikaanza na maliasili
nikaendesha ndege kwa muda. Baadaye nikaingia kampuni ya ndege ndogo pale ya Tanzania, nikaendesha hapa nchini, viwanja vingi vya hapa nchini na vifahamu. Baadaye nikaingia ya Tanzania, nayo pia ilikuwa ni ile ndege ndogo ya Twin Otter, ndio nilikuwa naendesha watu 18, jumla watu 20, na nimeendesha katika njia za huku tu kina Mafia, kina Kilwa, Bukoba, Mwanza, Shinyanga na Tabora na maeneo kama hayo. Ila nikiwa ya Tanzania basi tulipata nafasi ya kwenda Mozambiki, kwenda kuwasaidia wakati wana vita Wareno ndio tu wametoka, kwa hiyo walikuwa wanawasumbua. Kwa hiyo wakaja wakatuchukua Watanzania kadhaa, nilikuwa kati ya wale walioenda kule, na kule nilikaa miaka 10. Na katika huo muda kulikuwa na muda ambao niliweza kwa sababu ilikuwa ni vita, ndege yangu mimi iliwahi kupata kupigwa risasi kama mara 3 hivi, na katika hizo mara 3, moja ile ya mwisho ile ilikuwa ndege yangu niliyokuwa naendesha iliguswa na risasi au ilitobolewa na risasi sehemu 5, sehemu ya 5 ikiwa ni kwenye tanki la mafuta. Na kukuambia tu kwamba huyu Mungu aliyenipeleka kuendesha ndege alikuwa anajua anachokifanya na alikuwa ananilinda. Hakika na mkatoka salama katika sehemu hiyo. Ndio, nilitoka salama kabisa. Sana sana tu nilipofika pale parking, wakati nimerudi nimetua sasa, wakawa wanaona tu ndege inatoa petroli na dondoka kama maji. Kwa hiyo lakini Mungu alikuwa ametulinda. Ni kweli, Mungu kweli apewe sifa zake. Amina, Mungu asifiwe sana kwa hili. Kwa kweli yeye anachofanya anakijua anachokifanya. Ya, ni kweli. Labda sasa ulistaafu mwaka gani katika hizo kazi za kuendesha ndege, na baada ya hapo sasa tutajua uliingiaje katika huo utume wa kuwalea watoto katika mazingira magumu ya rohoni? Labda tunatamani kujua uliishia wapi katika kuendesha ndege. Naam, mwaka 2006 mimi nilikuja kuretire au nilipumzika nikiwa na miaka 65, ambayo ni mwaka 2018. Lakini miaka 12 kabla wa 2006 nilikuwa nimeenda Marekani. Kule kulikuwa na mkutano, nilienda kwenye hizi kozi zetu za ndege, nikapanga mimi kipindi changu kiwe kiko inside na wakati kulikuwa na sherehe za kusherekea miaka 100 ya kushuka kwa Roho Mtakatifu pale Azusa, mtaa unaitwa Azusa Street kule Marekani. Kwa hiyo na mimi nikajitahidi, baada ya ile kozi yangu imeisha tu, haikuwa ya siku nyingi, ule muda kidogo uliobaki nikaenda kule. Kulikuwa na wachungaji zaidi ya 30,000 na watu wengi sana, maelfu, tulikusanyika kule kusherekea kushuka kwa Roho Mtakatifu miaka 100 kabla, ambapo ndio ilikuja kuleta huu uamsho wa Tanzania Assemblies of God na makanisa mengine ya Kipentekoste ile 1906. Kwa 2006 ilikuwa kule, na niliyetafuta hema ambalo nitampata mtu anayehudumia watoto, huduma kwa watoto. Ndio nikampata Becky Fisher ana huduma inaitwa Kids in Ministry au KIMI, Kids in Ministry. Ukienda YouTube utampata, na kule utapata anavyotoa materials zake kwa ajili ya watoto. Hata mchungaji wangu Bishop Mwezarubi nilimsisitiza, nikamchukua, nikamwambia twende tukasikilize kuhusu kuwahudumia watoto. Nilipenda watoto kwa sababu siku zote, hata huku kanisani nyuma huku, kabla ya hapo, nilikuwa napenda kushughulikia mambo ya watoto. Maana niliona kwa watoto ndio udongo mzuri wa kupanda neno la Mungu. Labda mchungaji, katika kufikia katika malezi ya watoto, ni kitu gani ambacho kilikuvutia, labda ukasema sasa Mungu ameniweka katika udongo huu wa kuwalea watoto katika mazingira magumu ya rohoni? Japo nasema watoto wa mazingira magumu, lakini kwa kweli mimi ni watoto wote tu. Maana hata kwa mfano huwa mara nyingi naendaga kwenye mashule kufundisha watoto wa shule za msingi hapo, kwa ajili ya kuwafundisha kuwaleta kwa Yesu Kristo. Ninapenda hiyo huduma, niliipenda, ninaifurahia. Nimeona kwenye mikutano watoto wakikimbilia kwenda kuokoka na nini, watu wanawafukuza, wanafikiri wale watoto hawajui wanachokifanya, wanafanya michezo. Hapana, nimegundua kwamba mtoto moyo wake ni mwepesi mno kumgeukia Mungu kuliko hata mtu mzima. Kwa hiyo ukimkamata mapema inakuwa ni raha, ni vizuri, ni baraka, na watoto wana uwezo wa kufanya mambo mengi ambayo hata watu wazima wanakuwa wanafanya au hata zaidi. Unaweza ukamwona mtoto mdogo ambaye amejaa Mungu, anaona ambulance inapita pale inambeba mtu, unamwona anamwombea, halafu anakuambia huyu mtu amepona au atapona. Kwa nini?
anajua, na kuingia rohoni kwa mtoto ni rahisi kuliko kwa watu wazima. Kwa hiyo kwa nini hii hazina ambayo Mungu ametayarishia tuiache ipotee kirahisi rahisi hivi? Huwezi kumkunja mtu ambaye ana miaka 60 kumgeuza amgeukie Mungu, lakini mtoto wa miaka 5 haichukui muda kumwambia Mungu anakupenda, akasema na mimi nampenda Mungu, na kumgeukia Mungu na kuwa tayari kumgeukia. Kweli kabisa. Labda mafanikio yako, labda mapokezi ya watoto na jinsi jamii ambavyo inakupokea katika malezi haya ya watoto, imechukua muda gani labda kupokea, au ni Mungu aliweka neema yake na ikawa haraka zaidi? Naona labda niseme tu Mungu mwenyewe ameweka, na maana kazi hii ni ya Mungu, ni yeye anayefanya, sisi hatuna la kujivunia. Na sijasema jinsi nilivyokuja kuingia katika huduma hii ya huduma kwa watoto walioko katika mazingira magumu. Hii ilitokea baada mimi kustaafu au kukaribia kustaafu. Tayari Glorimina akawa amekuwa approached na mmojawapo wa wachungaji wangu kule kijijini, wakasema unajua kuna mtu mmoja wa makamo ambaye anaweza akakufaa katika hii huduma, aliye na wito na watoto, ambayo ukimpata labda anaweza akapenda huduma. Na ndio akani approach mimi. Kweli Glorimina anajua alivyopitia na akupenda sana. Aliposikia akasema nimeshachoka, wanaume ni watu ambao wanasumbua katika mambo ya Mungu. Kwa hiyo lakini baadaye tulikokaa pamoja akagundua kumbe ni mtu sahihi ambaye anafaa katika eneo hili ambaye Mungu mwenyewe amemtayarishia. Walikuwa wameomba muda mrefu wakiliombea hilo swala. Kwa hiyo mimi nilipopatikana haikuwa ngumu. Okay, sawa. Sasa tunatamani kusikia wito wako kwa jamii ambayo labda wanaozuia watoto, wanaweka vipingamizi labda watoto wasiende katika wokovu, na baadhi inawezekana wazazi wengine ndo wanakuwa ndo chanzo ambao wanaozuia watoto hao wasiende katika hatua hii ambayo ni nzuri zaidi kwa vijana pamoja na watoto, kwa sababu wanakuwa ni maandalizi mazuri ya kiroho. Sasa una wito gani katika wazazi na jamii kwa ujumla katika hatua hii? Ninawaomba sana jamii, ninaiomba mtoto kwa masuala ya rohoni, hili ni swala la yeye mtoto na Mungu. Siku atakapofika mbele za Mungu, wewe hutakuwepo kumsaidia kwa njia yoyote, ila yeye atajitetea mwenyewe mbele za Mungu. Lakini pia ninaomba ushirikiano. Tunapofika kwako au unapoona mtoto ana hali mbaya, mtoto hasikii, mtoto labda bangi na vitu kama hivyo, tafadhali kumbuka kuna roho ambazo zinafuata watoto na wanahitaji msaada maalum kwa ajili ya kusaidiwa. Mungu hajawaacha bila msaada. Tupo sisi kwa ajili ya kuwasaidia watoto walioko katika mazingira magumu ya rohoni. Wako wengi na Mungu ameweza kuwafungua wengine. Ni hali ngumu sana. Mtoto alipokuwa anakaribia kufa, ametekwa kwenye huo ufalme wa giza, tunamsaidia, lakini wazazi wake wakaacha kutoa ushirikiano. Tatizo tunalopataga na watoto ni kwamba wazazi, walezi wao huwa hawatakagi kutoa ushirikiano. Kuna shida ya udini, watu wanaogopa sijui dini zao na vitu kama. Hakuna dini iliyomzaa mtu. Ni kwamba mtoto ana hali ngumu, anahitaji msaada. Msaada ni ule specialized wa kutoka mbinguni wa Mungu mwenyewe kwa watu ambao Mungu amewaweka, kwa sababu karama ziko tofauti. Wachungaji wengine wanajisikia vibaya tunapojaribu kuwasaidia, wanaona kama tunawadhalilisha. Hapana, hamna kudhalilishana hapa, hamna kusifiana, hamna kupeana vyeo au sijui vitu gani, hakuna. Ni kwamba ni mtoto asaidiwe, Mungu aweze kufanikisha lile kusudi alilomuumbia mtoto na kumletea duniani. Ni kwamba tumpatie Mungu mtoto aliye kamili. Asante sana mchungaji, tunafurahi sana na nashukuru sana kwa muda wako ambao umetupatia kwa kupata mawili matatu katika huduma yako hii. Asante sana mchungaji. Asante sana. Okay, sawa. Labda mtazamaji, bila shaka unaweza ukawa na shida ya kupata huduma katika mazingira yako ambayo ulionayo, unatamani kumfikia mchungaji. Tunatamani aweze kutaja mawasiliano yake angalau uweze kumpata kwa urahisi. Yupo hapa Arusha, lakini pia sehemu popote ulipo unaweza kumtafuta na ukampata ili aweze kukusaidia kiroho. Wewe bila shaka kuna wengi sana wanasumbuliwa na nafsi zao binafsi, wanatamani kupata ushauri, wanatamani kupata maombi, basi unaweza kumtafuta kwa mawasiliano yake, anaweza kutajia mawasiliano yake kwa urahisi zaidi. Okay. Natamani uwatajie mawasiliano yako. Alright, sasa niseme vizuri, namba yangu ya simu ni 0688 688 882. Ninarudia 0688 688 882. Mungu akubariki. Amina mchungaji. Mtazamaji wetu wa Erasmi TV, tunatamani uendelee kusalia katika channel yetu ya Erasmi TV. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Erasmi TV. Asante.